Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, bado tunaendelea na darasa zetu mbalimbali. Tumeona darasa iliyopita tumemzungumzia mwanamke ambaye alioacha talaka tatu na mwanamke ambaye ndoa yake imevunjwa. Je, ni lazima kwa wanawake wawili hao kupewa huduma? Sheria ikasema si lazima kwa wanawake wawili hao kupewa huduma. Swali linalofuatia katika darasa hili linalofuata sasa inasema wa hal tajibu nafaqatu ala almutawaffa anha, na je ni lazima huduma hiyo mwanamke aliofiliwa yeye na mumewe? Ni lazima huduma? Sheria inasemaje kwa mwanamke aliofiwa na mumewe? Je, ni lazima huduma? Jawabu anasema jawabu lake la nafaqata laha, hana huduma mwanamke huyo aliofiwa na mumewe. Wa in kanat hamila, hata ikiwa anayo mimba hana huduma mwanamke huyo. Li khabarin, kwa maelezo, laisa lilhamil, hakuna kwa mwanamke mwenye mimba almutawaffa anha, aliofiwa na mumewe, zaujuha nafaqatu, huduma. Hakuna huduma kwa mwanamke ambaye aliofiwa na mumewe hata ikiwa anayo mimba. Kwa sheria imehukumu hivyo kwa mwanamke ambaye amefiwa na mumewe, pia ana huduma. Na kwa nini ana huduma? Kwa sababu huyo mtu wa huduma mwenyewe ndiyo yule aliyokufa, amekwishaondoka. Sasa hiyo huduma atatoa na nani? Kwa hiyo ndio hukumu pia ya mwanamke ambaye amefiliwa na mumewe, hana huduma vile vile mwanamke huyo. Rawahu Daraqutni bi isnadi sahih. Hiyo pia ni hadithi aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye imepokewa na huyo Daraqutni bi isnadi sahih, kwa isnadi iliyokuwa sahihi. Tunaendelea. Idha wajabat an-nafaqa, itapokuwa lazima kwa mwanamke huyo kupewa huduma, ala raj'iyat, alioacha talaka rejea, fatufia zawjuha, basi akafa mumewe, fi athna'i al-iddat, katikati ya eda, hal tajibu laha nafaqat, basi je ni lazima kwa mwanamke huyo huduma? Swali linasema hivyo vile vile. Je, mwanamke ambaye ni anakaa talaka rejea eda, lakini kabla ya kumaliza talaka eda ya kuachwa akafa mumewe katikati ya eda, sheria swali linauliza, je anayo huduma mwanamke huyo? Jawabu lake la nafaqata laha, hana huduma pia mwanamke huyo. La tajibu laha nafaqat, si lazima kwa mwanamke huyo kupewa huduma, si lazima. Hina idhin, wakati huo, liannaha, kwa sababu, sarati mu'datan wafati, anakuwa ama amegeuka ama amekuwa mwanamke huyo kuhama katika eda hiyo ya kufiliwa. Wahia, na eda hiyo, la nafaqata laha, haina huduma. Walau hamila, hata akiwa na mimba, kama qaddamtu al-kalama alayhi, kama alivyokwisha kutangulia maneno juu yake. Bikhilafi al-hamil, kwa tofauti ya mimba, al-baini, ya mwanamke aliyokuwa na talaka, alioacha talaka baini. Fa inna laha nafaqatu, hakika yake mwanamke huyo anayo huduma. Walau mata zawjuha, hata ikiwa amekufa mumewe. Wahia, naye fil iddati, atakuwa katika eda, annaha, kwa sababu yeye la tantakilu liiddati liwafati, wala haami kuhamia katika eda ya kufiliwa. Fatastamiru nafaqatuha, itaendelea huduma yake. Kwa ndugu zanguni katika imani, kipengele hiko nacho tumeona vile vile. Tumewatazama hao wanawake wenye sampuli mbili hizo, na tumeziona Sheikh kaelezea vizuri kabisa ambao wanafaa kupewa huduma na ambao wasiofaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.